CNN yakita kambi nchini Tanzania huku Samia Suluhu akisalia kinywa wazi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope, na ikiwa ni mara yako hapa ya kwanza, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mfululizo wa matukio ambayo sasa yanatikisa misingi ya uongozi na taswira ya Tanzania kimataifa, shirika la habari la kimataifa CNN limeeleza kuwa limepokea na linafanyia uchunguzi ushahidi mpana na uhusiana na kile kinachodaiwa kuwa mauaji ya waandamanaji wa amani tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Ushahidi huu ulitumwa na raia wa Tanzania kupitia njia salama za kidijitali na unajumuisha video, picha na nyaraka zinazodaiwa kuonyesha hatua za ukandamizaji wa nguvu za dola dhidi ya wananchi waliokuwa wakidai haki na uwajibikaji wa serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mtangazaji wa CNN Larry Madowo, timu maalum ya uchunguzi wa mashirika hayo inaendelea kufanya kazi vielelezo hivyo kwa kutumia teknolojia za hali ya juu za geolocation forensics na uthibitisho wa muda ili kubaini uhalisia wa chanzo cha kila ushahidi. Hatua hii imeibua hisia kali ndani na nje ya Tanzania, huku baadhi ya mashirika ya haki za binadamu yakitaja tukio hilo kama jaribio la kuficha uhalifu mkubwa wa kibinadamu unaohitaji kujibiwa. Kwa mujibu wa CNN, video na picha zilizopokelewa zimeonyesha matukio ya raia wakiwa wamejeruhiwa vibaya, baadhi wakionekana kupigwa risasi katika maeneo ya wazi wakati wa maandamano yalikuwa yameitishwa kudai haki, wazi na marekebisho ya kikatiba. Timu ya uchunguzi wa CNN umeanza kutumia teknolojia ya data forensics ili kubaini tarehe halisi, eneo la mazingira na video hizo. Mbinu hii ambayo imetumika pia katika uchunguzi wa vita vya Ukraine na Sudan inalenga kuthibitisha uhalisia wa kila ushahidi kabla ya kuandaa ripoti rasmi. Larry Madowo, ambaye ameongoza uchunguzi mwingi barani Afrika, ameeleza kuwa lengo la timu yake ni kuhakikisha kwamba ripoti hiyo itakuwa ushahidi wa kihistoria unaoonyesha kile kinachotokea kwa undani bila kupindisha ukweli. CNN imesisitiza kuwa inafuata viwango vya kimataifa vya uthibitisho wa habari na kwamba kila video itahusishwa na eneo halisi la tukio kupitia ramani za satellite na vigezo vya anga vilivyorekodiwa wakati wa maandamano hayo. Uchunguzi huu unakuja katika kipindi ambapo uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania unatajwa kuwa katika hali tete. CNN imeripoti kuwa waandishi wa habari wa ndani wameshindwa kuripoti kwa kina juu ya matukio ya Oktoba tarehe 29 kutokana na hofu, vitisho na udhibiti wa taarifa unaodaiwa kuimarishwa na mamlaka. Taarifa kadhaa kutoka ndani ya nchi zilizopotea ghafla mitandaoni, huku baadhi ya redio na televisheni zikiripotiwa kupewa maagizo ya kutotangaza taarifa zenye kuashiria ukosoaji wa vyombo vya dola. Katika hali hiyo ya ukimya wa kitaifa, raia wa kawaida waliamua kuchukua jukumu la kuwasilisha ushahidi wao huo kwa vyombo vya habari vya kimataifa. Wengi wao walitumia mitandao ya VPN na majukwaa ya siri za kidijitali kufikisha video na picha CNN, wakihatarisha usalama wao binafsi. Kwa mujibu wa vyanzo vya CNN, ushahidi uliopelekwa unadaiwa kuonyesha majeruhi wakihudumu barabarani, askofu wakiwa wamejiamini kwa silaha nzito na miili ya rais waliouawa katika mitaa ya Mwanza, Mbeya na Dar es Salaam. Baadhi ya picha zinazodaiwa kuonyesha vijana wakiwa wamezidiwa na gesi ya machozi huku milio ya risasi ikisikika wazi. Video moja ambayo CNN imesema bado inathibitishwa kijiografia inaonyesha kundi la waandamanaji wakiwa wamelala chini huku milio ya risasi ikiendelea kwa zaidi ya dakika 10 mfululizo. Kwa mujibu wa wachambuzi wa uchunguzi wa kidijitali wa CNN, sauti na taswira zenye maelezo ya anga zinalingana na mitaa iliyokuwa kitovu cha maandamano nchini. CNN imetangaza kwamba ripoti yake maalum kuhusu mauaji hayo itachapishwa ndani ya wiki chache zijazo mara tu uthibitisho ushahidi utakapokamilika. Ripoti hiyo inatarajiwa kuanzia si tu matukio ya Oktoba tarehe 29, bali pia hali ya haki za binadamu, utawala wa sheria na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania tangu kufanyika kwa maandamano hayo.
Uchunguzi huu unatajwa kuwa mkubwa zaidi kuwahi kufanywa na shirika la habari la kimataifa nchini humo tangu tukio la operesheni Siasa Safi ya miaka 1990, na taarifa za awali zinaashiria kuwa ripoti hiyo itakuwa ya nyaraka za kimataifa, rekodi za sauti na ushahidi wa video uliopokelewa kutoka vyanzo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Mashirika makubwa kama Human Rights Watch na Amnesty International yametangaza kuunga mkono uchunguzi wa CNN, yakisisitiza umuhimu wa kuwekwa wazi kwa ukweli. Kwa mujibu wa mashirika hayo, hatua ya CNN inarejesha matumaini ya familia waliopoteza ndugu zao katika maandamano ambazo zimekuwa zikidai miili ya wapendwa wao bila mafanikio. Human Rights Watch imetangaza kuwa iko tayari kushirikiana na CNN kupitia data zake za awali kuhusu matukio ya ukandamizaji, huku Amnesty International ikipanga kuchapisha ripoti sambamba baada ya tathmini huru ya ushahidi huo kukamilika. Kwa mujibu wa Amnesty, ushahidi wa video unaweza kuwa nyenzo muhimu katika kuanzisha uchunguzi wa kimataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu nchini Tanzania, hususan ikiwa kutathibitishwa kulikuwa na amri au sera iliyoruhusu matumizi ya risasi za moto dhidi ya raia wasio na silaha. Tangazo la CNN limekuja wakati ambapo tayari taswira ya Tanzania kimataifa iko katika mtikisiko kufuatia taarifa za kuzimwa kwa mitandao ya kijamii na kukamatwa kwa viongozi upinzani baada ya maandamano hayo. Nchi washirika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na baadhi ya wabunge wa bunge la Ulaya wameanza kutoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru, wakisema kuwa hatua ya CNN inaweza kuwa kipimo cha uaminifu wa serikali katika kuheshimu haki za binadamu. Kwa majibu ya wachambuzi wa sera za kimataifa, ikiwa CNN itathibitisha kwamba mauaji hayo yalifanyika kwa mpangilio wa kimataifa, basi Tanzania inaweza kukabiliwa na vikwazo vya kimataifa, vikiwemo vikwazo vya kibiashara, uhamiaji na misaada ya maendeleo. Vilevile inawezekana viongozi waandamizi wakatajwa kama washirika wa uhalifu wa kibinadamu, na jambo litakalosababisha shinikizo la kufikishwa kwao katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini Hague. Tangazo la CNN tangu tangazo la CNN litolewe, mitandao ya kijamii imefurika maoni kutoka kwa Watanzania ndani na nje ya nchi. Wengi wameeleza hisia mseto za maumivu, hofu na matumaini makubwa kwamba ukweli hatimaye utawekwa wazi. Familia kadhaa za wahanga wa maandamano zimeripoti kufurahia taarifa hiyo, zikitarajia uchunguzi wa CNN utatoa nafasi ya heshima kwa wapendo wao waliopoteza maisha. Hata hivyo, serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu uchunguzi huo, na wakati huo huo vyombo vya usalama vimeendelea kukaa kimya kuhusu idadi kamili ya vifo au waliojeruhiwa katika maandamano hayo. Uchunguzi wa CNN umefungua ukurasa mpya katika historia ya kisiasa ya Tanzania, ukurasa wa maswali makubwa kuhusu haki, uwajibikaji na hatima ya uhuru wa raia. Na ikiwa ushahidi uliokusanywa utathibitishwa, basi dunia inaweza kushuhudia mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii nchini humo. Kwa mara nyingine, sauti za wananchi waliokuwa kimya kwa muda mrefu sasa zinasikika kimataifa kupitia kamera na simu walizotumia kurekodi kifichwa. Na katika ulimwengu unaongozwa na ushahidi wa kidijitali, hakuna ukweli unaweza kufutika milele. Wakati CNN ikiendelea na uchunguzi wake, macho ya dunia yote sasa yameelekezwa Tanzania, nchi ambayo inasubiri kuona kama haki itatawala au historia itajirudia tena kwa sura ya maumivu na ukimya. Ni hayo tuliokuandalia kwa kina kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo haipindishi taarifa kwa njia yote ile. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wale ambao hawajajua tumefika hapa. Kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea hizi alerts pindi tu tunapoweka video mpya.